Andika title semaje? Yajue maandiko yatakayokufanya uwe unavutia, sio yatakayokufanya uwe muongeaji mkubwa. Yes. Yajue maandiko yatakayokufanya uwe unavutia, sio maandiko yatakayokufanya uwe muongeaji sana. Andika title. Yajue maandiko yatakayokufanya uwe unavutia, wala usiyajue yatakayokufanya uwe muongeaji sana. Usirudie tena kusema hivi. Haleluya. Yajue maandiko yatakayokufanya uwe unavutia. Yajue sana haya, sio yatakayokufanya uwe muongeaji sana. Yes. Hiyo ndio mizimu iliyopo sasa hivi kwenye kitu kinachoitwa kanisani, kinachoitwa kwa walokole. Mizimu, ukitaka ujue kuabudu ni mizimu, ni vile maandiko yalivyoshikwa. The way wanavyoonekana walokole ni kama wanavyoonekana wenye mizimu. Yana maana sio ajabu kumkuta mlokole, sio ajabu kumkuta mlokole kavaa tai vizuri, suti vizuri, ila ndani hajaoga. Kavaa shati nzuri, kwa sababu yote yale ni maandiko ndio yamefundisha usafi. Baada ya kujua usafi wa nini, unaolenga nini, kwa nini kavaa shati nzuri, tai nzuri, koti nzuri, t-shirt chafu. Uenda kuoga kaoga. Wenyewe hawajuaji nia ya andiko. Ulishika andiko, hukumbuka maandishi yalivyo, hukumbuka story. Ndiposa akasema, unawaza nini juu ya Bwana? Habakuki ameandika, lakini mtume Paulo anasema katika Filipi ya kwamba ninaweza. Na ukimwanga ndo wamerithishana mpaka wamekurithisha na wewe. Then una title ulionayo, una maandiko ulionayo kichwani uliojifunza kwa mchungaji Mbarikiwa, bila kushughulika na nia ya maandiko alipoyasoma. Mbarikiwa alikuwa na kusudi gani? Alitaka ufahamu nini kiko nyuma ya andiko hili, kwa sababu yaliyotendwa, yaliyoandikwa ni mengi. Kwa nini lilichukuliwa hivi? Na kwa nyaraka alizoandika Paulo ni maelfu ya nyaraka, zikachukuliwa hizo chache. Aliyoyafanya Yesu, maandiko yanasema hata vitabu visingalitosha duniani, yakachukuliwa yale machache. Lazima ujue mpaka yanachukuliwa yale, yana kusudi zaidi ya unavyoyaona. Yana kusudi zaidi ya unavyoyaona pale kwenye Biblia. Wewe shughulika na kusudi. Ukishughulika na kusudi, utaona hautashika andiko ili watu wakupongeze unalishika. Utashika andiko ili likusaidie. I think nikiwa nimeokoka, nadhani kama sio, lakini kuna mtu ambaye naye aliwahi
aliwahi pitia akiwa ameokoka, kama sio yeye aliwahi pitia akiwa ameokoka, sitataja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nadhani nikiwa nimeokoka, nadhani kwa asilimia zaidi ya 90, mimi nimewahi, nikiwa nimeokoka, ni jambo gumu kidogo na ni baya kidogo, nimewahi kuishi kwa kurukaruka kuoga na kutofua nguo ya ndani, mpaka chawa walikuwa wanaota kwenye nguo, nikiwa nimeokoka. Alafu nikiwa ni mwinjilisti wa PCG, na mwinjilisti ambaye sio wa mzaha, mwenye misimamo, yani ni misimamo fulani, misimamo sitaki kutenda dhambi, na hujui dhambi ni nini, kumbe mpaka hicho kiwango cha chawa. Yani uchafu umevuka mpaka, umeshakuwa fisadi. Unajua fisadi sio hawa na ibada, maana neno fisadi hao ni wezi. Fisadi ni mchafu kupitiliza. Yani penye uchafu umevuka. Dhambi ya uchafu yenyewe uishaikanyaga kitambo. Lakini nione moja ya mtu aliyekuwa anahubiri somo la usafi PCG ni mimi. Mpaka mwisho nenda kwa Nara kamuulize lugha tulizo tofautiana ambazo alikumbuka na ilimudhi kuliko ni lugha ya kumwambia kwa nini ndani mnakuwa mchafu hivi? Kwa nini vitu havipangiki, mnakuwa holela? Leo utafikiri jalalani. Lugha nayo ikumbuka Nara ambayo mwishoni, sio niliongea mwishoni, niliongeaga katikati, ya sasa ilimuuma mpaka mwishoni ndo akawa anaizungumza. Jinsi gani kijana isafishe njia yake, uwe kielelezo katika usafi. Nimeyasoma sana nikiwa PCG sana, lakini ndio wakati niliwahi kuota chawa. Ndugu, level ya kuota chawa, level ya kuota chawa, na kuambia ni uchafu uko mbali sana. Lakini tulihubiri na tulishika maandiko. Na katika masomo ya Biblia hii panafuka moshi kama sio kuwaka moto. Mimi moja maeneo ambayo nilianza kujikuta Biblia sijui kabisa, na nifike mahala kila ufafanuzi uliokuwa kichwani ni ufute wote, maandiko nianze kuyasoma upya kabisa. Nilipoenda kwa harusi, hakuna andiko tena na alisoma niliosoma PCG. Hakuna. Ndugu, mimi PCG nimefundisha karama za rohoni. Nimefundisha karama za rohoni kwa kusoma maandiko fulani yanayohusiana na hizo karama. Nimefundisha Roho Mtakatifu sana. Na hata nilipofika kwa harusi ndio ilikuwa moja ya vitu vya ubishi. Roho Mtakatifu, karama za Roho. Roho Mtakatifu, karama za Roho. Roho Mtakatifu, yani nilikuwa naona mwalimu sana. Pana mwalimu kanisani, pana mwalimu mbele, pana mwalimu. Hata mmoja wa watu haule nilikuwa nilishangaa sana. Mimi haule mmoja kitu ambacho nilikuwa namdharau kwa sababu haendi kwa speed.
kama ninayoenda nayo mimi baada ya kufika kwa Ramsi. Lakini nikikaa sasa hivi naonaga kwa nini Ramsi mimi alikuwa ananiweka mbali sana na kuniona kama nyoka. Na naona alikuwa sahihi sana. Siku za mwanzo unajua Ramsi mimi amekuja kuniona ni best wake baada ya kushusha zile elimu zote nilizokuwa nazo, nikaweka chini zote, kwa sababu nilijua zile ni elimu za ndiposa ni elimu za kujua vituo wakati wa kuviongelea ili watu wajue uko unahubiri. Unachua kuna mambo ambayo ukiyatazama kwa jinsi ya rohoni, kuna mambo ambayo unaweza ukawa unaiona hatari leo, lakini mtu wa rohoni ameshaliona lile jambo mapema. Unajua halitendeki jambo kwa jinsi ya mwili wakati halijaonekana kwa jinsi ya roho. Kwa hiyo sisi watu wa roho, yani unakuta ni vitaito hivyo na upumbavu huo ambao umeendelezwa sana. Lakini ukirudi kwenye maana ya maandiko yenyewe, hahitaji staili yoyote ya uelezaji. Ni kwamba muonekano wako tu, staili zako za kuishi tu, na unavyoendesha mambo yako tu, ndiye anayekuwa mwalimu tosha kwa watu wote unaotaka kuwahubiria. Kuuliza wanasema bila shaka huyu ndio yale masalia ya watu waabuduo kweli. Kwa sababu watu wanafahamu wokovu huko, ila watauona kwa nani? Roho za watu zinatoa wokovu huko, lakini watauona kwa nani? Kila wanamuona ni fundi wa kubinua midomo kuongea maandiko. Mimi natuambia sehemu kubwa ya kile mnachoita ulokole ni ubishi. Kinachoitwa ulokole ni ubishi. Ulokole kwenye dunia hii ni kitu ambacho ni kigumu sana kukiona. Ila tuna watu ambao ni wabishi, ambao kazi yao ni kubishania maandiko. Wana kwa maandiko. Hamufii imani. Nachofia sio imani. Hamupigwi kwa sababu ya imani. Yes. Nilikuwa na rafiki yangu alinoti maandiko. Nataka kusoma maandiko alivyo na athari kubwa. Alinoti maandiko, tutateswa na kupigwa kwa sababu ya Kristo tindwa. Alikuwa anachezea fimbo za maskani mara kwa mara, lakini anaenda kulala kwa mama mjane na kuzini naye. Andiko anaolijua tutapigwa kwa ajili ya Kristo. Na ni kweli kila anaposimama yeye ni kutukana tu Waislamu. Unajua mimi kwa nini wapo akili hizo? Muislamu sio adui wa Kristo. Muislamu sio adui yetu. Nikupa akili vizuri. Mimi basi nikwambie, kama kuna rafiki basi Muislamu ni rafiki kuliko Pentecost. Kwa sababu ukisoma Biblia na ukamwangalia Muislamu kabisa, utaona matendo ya Biblia. Kama siku moja nilikuja kama nilikuwa kufikia kipumbavu. Lebo rekodi kafurisha mtandao nilivyo viona, tukasema futa hiki. Kana mrekodi Muislamu mmoja anamshuhudia. Maombi mengi. Unajua ukiomba sana majini, shehe wote na shehe wale wana majini wote wale mashehe. Sema tu kwa jina la Yesu mashehe wote wanaanguka. Unasikia? Maana unarekodi mtu tena kwa simu. Baadaye anarusha mtandaoni. So nikaiona mapema nikasema futa hii. Amen. Bwana Yesu sasa. Amen. Tindu alikuwa ni mtu ambaye
amechukua maandiko, mtauawa kwa ajili ya jina hili, nani mtapigwa kwa ajili. Kwa ni korofio yani lenyewe inachagua tu maneno kila linapofika. Ni kwa sababu alikuwa Muislamu, ni kusema Waislamu usione kwa nini wanavaa nguo kubwa hivi. Wale jamaa wanavaa nguo kubwa kwa sababu ya kula. Wale jamaa wanakula mzoshi usipime. Hivi anaongea ni sisi hapa, alafu msikiti huko hapo ikawa hapo sisi. Hii mwishoni wakati anaelekea kufa. Hakuwa maneno mengine isipokuwa kusema Waislamu. Akihubiri huko mtaani. Hapo lingine. Kwa alikuwa anachezea fimbo za kumtosha. Alafu kaja kufa na ukimwi. Tena vibaya, mimi ndo nilienda kumbeba na kumpeleka mocha. Kwa mara ya kwanza mimi kupeleka mtu mocha na kumuingiza kwenye friji ndo alikuwa gatibu. Kwa sababu hakuwepo mtu mwingine. Uzuri akawa amejuana na mimi mwishoni, kwa sababu tulijuana kule zamani. Alafu tukaja kujuana mwishoni. Kwa ndoa yangu hiyo ndio ilienda kumpeleka. Ambapo kaka yake ni mwanajeshi hapo nani? Simika. Itende. Ndio aliyempima kwa mara ya mwisho akasema hapana. Ndugu yetu mambo hayakuwa sawa. Lakini ukweli ni kwamba tukiangalia historia yake alikokuwa anaenda kulala. Unahubiri unaenda kulala kwa kina mama ameachika. Kwa kina mama wajane walioachika waliochelewa kuolewa ndio alikokuwa anaenda kulala. Hata nalala sebuleni. Ujui? Kilichokuja kuonekana tu ni ukimwi. Na ndio maana hauwezi ukayasoma maandiko haya yakakuacha hauna chakula kwa gharama zako. Huwezi ukayasoma maandiko haya kwa maana iliyomaanishwa yakakuonyesha wa madhabahuni atakula vya madhabahuni ambavyo yeye hajaweka. Unajua na madhabahuni atakula vya madhabahuni ambavyo hajaweka kwa maandiko ukiyasoma kipumbavu. Naam kweli. Lakini ukiyasoma sawa sawa utasikia kuna andiko limesema usiingie mikono mitupu. Asiwepo mtu atakayeingia mikono mitupu nyumbani mwa Mungu. Sasa utafute andiko hilo, litafuta andiko linalosema kasoro mchungaji tu ndio aingie mikono mitupu. Maandiko ukiyasoma kwa unajua nile tunazo asiyefanya kazi na haijaweka mhubiri kasoro mhubiri. Kuna neno kwenye mabano mbele baba. Ameripima kwenye ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Usijue sana maandiko yanayokufanya uwe mwongeaji sana. Sana. Yajue maandiko yanayokufanya uwe na mvuto sana. Usiongelea habari za maandiko kienda kuongea na watu. Ongelea habari za ushuhuda wa kile maandiko yamefanya. Kwa sababu kazi ya maandiko sio kukukaririsha wewe, kazi ya maandiko ni kukubadilisha wewe. Na
maandiko najua nayaongeaka na nitayaongea sana. Kazi ya maandiko sio kujua kilipoandikwa. Kazi ya maandiko ni kuyabadilisha maisha yako na kuyafanya maisha yako yawe tu na mvuto. Ni maisha ambayo naona yanaonewa shauku. Watu wanatamani wawe kama wewe, waishi kama wewe. Unajikuta watu wanakimbia kwenda kununua Biblia bila wewe kuongea. Mimi nakwambia hakuna kipindi tenzi zimeuzwa kama kipindi nimeimba nyimbo za tenzi. Wameuza sana tenzi. Nini? Upere ulimkuta mkunaji. Tenzi ziliimbwa na mtu wa ulimwengu wao walioziimba. Kwa sababu tenzi za rohoni tafsiri yake ni tungo za watu ambao walipokuwa wakitunga walikuwa kwenye uendeshaji wa mambo kwa namna Mungu anavyoendesha. Walikuwa wakiyatazama mambo kwa uwezo, kwa namna ambayo saa hiyo Mungu anayatazama. Walipoimba hayatakuwa ya bure ya maneno yako, hayatakuwa ya bure ya maneno yako. Wanyonge na wenye hofu kawa mashujaa, wapole siwe kwenye dhamiri zao zilikuwa zinaona wanakwenda kuwa mashujaa. Acha sasa unakuta hiyo nyimbo inaimbwa lijitu lipolipo tu. Yaani lipogo miaka yote tunaimba tu Bwana uliye walinda macho imetoa. Ndio maana
Unaona tenzi zinakuwa za kawaida. Vitabu vya tenzi vimekuwa vya kawaida tu. Lakini wale watu waliokuwa naimba zile nyimbo, walikuwa naimba wako kwenye ulimwengu, wako kwenye hapa, sio ulimwengu huu. Wanatazama mambo sio kama ya ulimwengu wanavyotazama. Wewe mtu anaimba moyo tulia ya kwa Bwana hili cha anaweza kuambia moyo utulie. Wanaambia mwaka wa kupata nyumba, mwaka wa kupata gari, mwaka wa kupata chakula, mwaka wa kupata cheo chako. Anaweza kaimba wimbo moyo tulia kwa Bwana kile cha raha. Hawezi. Wimbo ile tenzi ile peleleza ndani yangu. Iwe safi nia kwangu kama kwako Bwana. Mwili wangu 12 tenzi beti wa mwisho, mwili wangu ufanane na kichwa mbinguni. Unapita. Ndio maana hata waliotunga wenyewe hawana vitabu vya tenzi, wamenunua baada ya kuimba mimi. Hapo sehemu kubwa wametunga, sehemu kubwa walikuwa na sali ile kanisa Mennonite. Sehemu kubwa zile nyimbo za tenzi zimetungwa na watu ambao walikuwa kisali Mennonite. Sehemu kubwa zile nyimbo. Mpaka wao hawana kitabu. Wamekiona cha thamani baada ya kuimba mtu anayeishi kwenye ulimwengu. Waliokuwa wanaishi, waliokuwa wakiimba. Ndio maana unaona hii tenzi nimeirudia tena kuimba. Nilishairekodi, nimeirekodi tena. Nitairekodi tena. Kwa sababu ninachotaka moja kilichonisukuma sana, kilichonisukuma ni kilichokirudia sana hapa. Wanyonge wakawa mashujaa. Wanyonge kama pale katikati nimeongea nikasema Bwana umenifanya niliyekuwa nyumbu kuwa simba. Inawezekana na mtu mwingine akasikia maneno haya yakamfanya kuwa simba. Hayatakuwa kule maneno haya. Hayatakuwa kule maneno haya. Ninayorudia hayatakuwa kule, hazitakuwa kule ibada. Tayari nimeona niliyekuwa nyumbu, nilikuwa simba. Wala sio kwa sababu wimbo unatoni nzuri. Baada anaanza kaimba wimbo akawa anarudia tu na nini. Baada nyimbo zinaimbwa huna kwa sababu ya roho linaloimba. Lakini kama tu ni mtu ambaye ni mtu tu kabisa wewe kila unachokiimba, kila unachokisoma ni kitu ambacho unataka kiumbike hivyo. Kiumbike watu hawaelewe. Watu hawasielewe. Wapende wasipende. Unasema tu hawa wasikuelewa. Watajifunza kupitia maisha yako. Watajifunza kupitia maisha yako. Hawa wasikuelewa. Lakini hii ni zaidi ya madini. Unalitazama andiko kwa thamani ya lilivyoandikwa. Kati ya nyaraka nyingi. Unakuta nilichukuliwa hiyo. Lazima ujue nao. Haya maandiko yalikuwa yanaandikwa kwa msaada mkubwa sana wa Mungu haya. Usiyaone hivi unaona tu kama ndio halina kazi yoyote. Hauna. Yamo kuonyesha vipindi fulani na watu wa aina fulani na kwa sababu fulani. Kuna andiko unasoma andiko sio halina kazi, andiko halina kazi. Sio ndio limo kufanya nini? Ili mtu kuchafua hisia za watu. Kuchafua tu mawazo ya watu. Hakuna andiko lipo tu. Mengine tunayaacha kwa sababu yamepokewa sana na wadunia, wameyaelewa sana. Hilo utafundishwa na duniani. Lakini chimbuko lake ni Biblia.
Chimbuko la mazaka zake leo tunaweza kusikia mazaka za upumbavu tu unaongelewa makanisani. Haya si yapo hata huko nje. Si tungeshughulika na mengine tu hapo. Fungua Timotheo. Tatu na tatu. Wa pili 3:15 anasema na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu. Umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha. Ambayo mimi Paulo mimi na uhakika haya maandiko yamenibadilisha. Bishi hebu kaa rudi warudi. Pengine unisome sana. Pengine nisome sana haya maandiko sana. Hapo mimi naaminiki kubadilika kwa kusikia sana. Sana. Naamini kanisani ndio mahali nitakapokaa masaa mengi sana. Amen. 14:18. Karibu. Kwa kuwa yeye 15:18. Sorry. 15:18. Ndio. Maana sitathubutu kutaja neno alilotenda Kristo kwa kazi yake. Mataifa wapate kutii kwa neno au kwa tendo. Hata thubutu kufanya nini? Kutamka. Paulo hata ubiri chochote isipokuwa kitu hicho kimetendeka kwenye maisha. Amen. Isipokuwa kitu hicho kimetendeka kwenye maisha. Akisema maandiko yaweza kukuhekimisha. Maana wewe unanionaje? Wewe unanionaje? Nikisema maandiko wewe unaonaje nyaraka zangu? Unaonaje maneno yangu? Unaonaje maisha yangu? Unaonaje? Nimekuwa kielelezo kwa sababu ya maandiko. Hakuna mtu aliyeshika maandiko alikuwa wahovyo mlivyo mnavyokuwa nyinyi. Alikuwa mtu wa maandiko kuyashika kwa unajua kuna kuyashika ili uebishi. Kuna kuyashika ili upate faida, ili utoke mahali fulani umekwama. Hakuna kitu ambacho maandiko yameandikwa baada ya kuona wengi waliokwama na kukwamka. Yameweka ni majibu ya tatizo lolote litakalokukuta sasa na baadaye. Kadri unavyosoma sana kwa maana iliyokusudiwa, maana yake unakuwa na majibu mengi sana ya maswali ambayo hayajatokea. Sasa maandiko unayo maisha yatakuwa masoksi ufui. Maandiko unayo unalala njaa. Maandiko unayo maneno yako naongea haieleweki. Busy. Wewe una maandiko ya kifarisayo. Wewe ndio wale waliomuua Yesu. Aliyekuwa mbele kabisa aliyeshika nyuma. Kupiga Yesu. Wa mbele kama sio aliyeshika nyundo kwa sababu yeye ni askari, basi aliyetoa ushahidi. Hajaje mwenyewe wanatusumbua tu. Uyapake rangi utoe ile ngozi, kulia analia vizuri, lakini style unavyovaa hapana. Yashike mkononi. Usiyavae mguuni. Sio dhambi, lakini ndio unyenyekevu wa kutafuta jinsi ya kuwasaidia watu. Amen. Kama tukishaishi tukanena kwamba sisi mbele kwa mbele wataelewa tu mbele ya safari. Umevaa manyanga toka. Umevaa manyanga toka kule nyumbani utembea ndio umevaa mguuni. Bali mbona unasema ungekuwa na maisha fulani ambayo sio ya ushuhuda mwingi.
Nilikuwa tumechafuka sana. Sasa wale wengine wakiona mtu mwingine chini anasema hapana. Nataka tuwe mwenyewe kavuta kwake. Ingawa mtoto ili anayeweza kujua sawa sawa, ni yule anayeweza kukosea mara nyingi. Kwa hatukatai uthubutu kwa sababu nitakusema vibaya. Mimi nimevielewa sana vinavyolia. Nimevielewa sana na hata na ngozi hivi havina tatizo. Lakini kwa sababu kuna njia bora zaidi ya kumwadhimisha Mungu, lazima tutafute iliyo bora zaidi. Manyanga yapikwe, lakini kwa namna ya kumtukuza pasina shaka. Wale ambao wameendelea sana katika Bwana waelewe, wale ambao hawajaelewa sana waelewe kwamba hiki bila maneno mengi, wajue hiki kiko kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Haleluya. Ayo kuna vitu wakati mwingine tukiviangalia kwa tunaoona tunawahubiria, inabidi unyamaze haraka. Waroma nye. Waroma nye, unakunywa pombe. Waroma nye, unavuta sigara. Waroma nye. Wawata nye mna basket za marinda. Wawata nye ni wakali sana, ni wakali mtu akiwachokoza, wakali na hasira. Wawata nye. Mtoto napeleka uwata. Kulikuta ni shule la bwana bila tabia nzuri, katafute kawili. Ndio zao na nisukuma nianze shule mapema. Bwana nisukuma nianze kwa sababu nasema Mungu, naamini mimi ndiye mtu aliyeniweka duniani, nionyeshe mfano wa wokovu wako. Sisi semeje, acha sipotelee kwenye hizo shule na mengineyo. Lakini naambia mnao washuhudia, wanatakiwa kukushuhudia. Waislamu mnao wahubiria kina Eliudi, wanatakiwa wakushuhudie. Kwa maana wewe mwenyewe ulikuwa ulianza kujigoga. Unaona ulivyovaa hivyo, ulivyojitanda vizuri hivi. Ndio ukiongeza maombi, je, kwenu mnajitanda? Wewe unajiona tu tatizo lake, hauoni tatizo la kwenu. Karekebishe kwenu ndio uje umrekebishe huyo. Kumbe kujitanda vile unapenda. Kwa sababu I'm telling you, hakuna dini inayovaa kwa adabu kama Waislamu. Wanavaa kwa adabu kabisa. Kwa ukisoma kwenye Biblia unaikuta. Haya majoho ambayo sisi tunaanza kuvaa sasa hivi, haya ambayo nayo ni mgogoro kweli. Haya ndio vazi la kwenye Biblia. Ndio vazi. Sitaki kusoma ndio vazi la kwenye Biblia. Paulo anasema kanileteni kanzu ile. Shadraka, Meshaki na Abednego walivaa kanzu zao na suruali zao. Yesu alivaa nguo imefumwa toka juu mpaka chini. Ndo vazi. Kanzu ndo vazi la mtu wa Biblia. Umeenda kuvaa kanzu na sketi, suruali na shati, umeweka na tai. Umeshawahi kusoma tai kwenye Biblia? Kwa hiyo sisi nikwambie hivi, moja ya tatizo lililopo, hatuitafsiri Biblia ilivyokuwa imelengwa.
tunaitafsiri Biblia tunavyoona wengi wanavyotafsiri. Ndio maana hata kuna kuwa na mgogoro wa kuvaa kanzu. Lakini kanzu ndo vazi la mtu wa Biblia. Na nguo iliyopwaya tu kwa mabinti iliyopwaya. Wakifanya wanaonyesha vimatako, yani ndo mmependeza. Bwana asifiwe. Waislamu wana mijini. Wewe una mishetani. Hiyo ndio ujue. Wewe una mishetani. Afadhali Waislamu ambao wenyewe wana majini. Napenda kushuhudia nikuleta habari njema. Habari njema za mbinguni. Wewe nyinyi mnakuwa na majini nyinyi. Hapa kikurudishia hapana, sisi tunakuwa na majini, ila nyinyi mnakuwa na mashetani. Msamka na matusi, ana matusi. Wewe una dress yaweza ya na kukuadibisha. Malizia ile tumalizie ile kosa. Timotheo wa pili sura ya 3 na mstari wa 15 anasema na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki. Kuadibisha, kuwaweka katika haki. Nani unaweza ukawa na haki? Au haki ya kweli? Je, kwa mujibu wa maandiko yenu, haki ni kuangalia chini unavyoona wanawake. Nini wa haki sitaki kutamani. Na hiyo ni kiwango cha kwamba hujaokoka sawa sawa. Ndio unapambana kuokoka. Kwani mwanamke anajabu gani? Anajabu ambalo hadi simwangalie ili jiokoe. Unajua wewe ni haki. Unajua ni haki. Ukiona mwanamke huyu nalinda moyo wangu. Ni kwamba moyo wako una madhara. Moyo wako una tatizo. Mimi nimeshawaambia Karonge, kasomeni kwenye chuo chochote. Haki ni kufanya mambo sawa sawa. Mkasome vyuo, mkatoke na diploma na degree na masters, mtakuja kulikuta jibu haki ni kufanya mambo ulivyotakiwa kufanya. Haki ni kuishi ulivyotakiwa kuishi. Ukae mahali ulipotakiwa kukaa. Upige kazi kwa namna uliyotakiwa kupiga kazi. Uzalishe ulivyotakiwa kuzalisha. Uongee ulivyotakiwa. Ndio haki. Ndio mtu mwenye haki. Kazi ya maandiko kukuleta. Nani atalima alivyotakiwa kulima atashinda njaa? Nani atatunza nyanya alivyotakiwa kuzitunza? Nyanya zisizaa. Nani atalima mahindi alivyotakiwa kuyalima? Mahindi yasizae. Tayari ukishakuwa mwenye haki ni mtu anayeweza kuishi bila taabu. Na ndio maana ya maandiko, na alikuwa kijana na sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa na uzao wake ukiomba chakula. Maana yake nini? Mara nyingi mwenye haki huwa anakuwa na vitu mpaka vya kizazi cha 3 na cha 5. Wale wanavyokula wavute bangi watakavyovuta, vitu vya mwenye haki vinaweza kukaa vizazi 5 mbele baadaye. Nyeo uzao wake hautaomba chakula.
Kwa sababu alikuwa anatafakari asubuhi kwenye jua. Kawatafute kama waombe chakula. Kawatafute sebuza kina mke wa Kulola na watoto wanapiga kelele. Hao tutunzi mwenye haki ndo alikufa. Keza mke wa Kulola mwenye hawa ni tunzi. Sikuwa nikaenda tukauliza kwani wanaleta shilingi ngapi? Kiwango kalikotaja tukaona na kulalamika tena. Kwa sababu mimi tulienda kwa mke wa Kulola Mwanza nyumbani kwake. Sababu ikabidi tuulize kama kutelekeza wanafanya nini? Kwa sababu nilitaka kuilipua ile nilitaka kuilipua kufika. Mbona ni kama Anasema hiyo vita ni yenu wenyewe. Lugha ni kwamba moyo usipokuwa haki, mali yoyote inayokuja huwa haiwezi kutosha. Kwa sababu Elia alitamka kwa kinywa chake na nitamke kukwambia anapewa milioni 4 kwa mwezi. Kwa mwezi, sio kwa mwaka. Kuzunguka huku na kule kulalamika, hawanitunzi, hawaniangalii. Amini kwa sababu lengo la kwenda ilikuwa nisikie wanafanyaje. Basi kama walivyonywea maji ya kwenye ya kesi mahakamani. Sasa vile moja ya kiumbe hawatakuja kumsahau baada ya Kulola. Hawatakuja kumsahau baada ya Kulola ile GT. Mbarikiwe. Mtu gani aogopi serikali? Mtu gani aogopi serikali? Shauri serikali hakuna wakutaja dini ya mwenzie. Huyu kainyokea macho makavu na serikali iko pembeni na angalia macho. Msajili yuko pembeni na angalia macho. Yaani adui afanyeje? LGT ilishukiwa pale klipu 3. Ile sema ni ngumi 3 double. Wakawa wanatembea gizani hawaelewi. Mpaka baadaye wamepatana sijui vya uongo na ukweli uko nasikia wamepatana wameondoa kesi mahakamani. Anasema ndio lengo langu. Shida yangu ilikuwa nini? Shida yangu ndio ile kesi mahakamani. Wameondoa kesi ila hawanisahau. Kila kona adui yetu. Lakini nimeondoa kesi mahakamani. Ndio kuna adui na maelfu ya watu kikubwa. Mwishi kwa haki. Kwa sababu haki inakufanya uishi bila kumwegemea mtu. Uishi bila kumletea kinyaa mtu. Uishi kwa kumvutia mtu. Kazi ya maandiko ni kukufanya uwe na mvuto. Makazi yako yawe na mvuto, maisha yako yawe na mvuto, muonekano wako uwe na mvuto, upangaji wa mambo yako yawe na mvuto, hata mipango yako iwe na mvuto. Lakini kwa mipango yenye mvuto na maisha ya kipumbavu ni ukijana. Umekaa kwenye jalala. Mimi nitakuja kwenye ghorofa 6. Mimi nitaenda kali yako. Mimi nitaenda Mwanza. Mwingine anamshauri Dodoma, mwingine Mbeya. Na mtu atajenga Tukuyu kwetu kwa mama. Wewe kwenye jalala sasa bora hata chakula mnakula maembe yaliyooza. Usipoteze hata muda kupanga mipango wakati mambo yako sawa sawa. Kazi ya maandiko ni kukufanya uwe na maisha yenye mvuto. Mshike mkono jirani yako kwa nguvu.
Mwambie kazi ya maandiko unayotakiwa uyasome sana na kuyasikiliza sana. Wala sio kukufanya uwe mbishi na kuwa mwongeaji sana kila unapokutana na watu. Usiwe mwongeaji sana ila wakushangae sana kulingana na unavyoendesha mambo yako. Na wakikuuliza kwamba unawezaje kuendesha maandiko, kuendesha mambo hivyo, waone maandiko. Kama huyu mtu alishawahi kusoma Biblia mahali, kila akikuona anze kukumbuka kweli maandiko. Anauliza swali anajijibu mwenyewe. Sio lazima ufafanue, tunafafanua kwa sababu ndio unaongea. Mimi nishaambia eneo ambalo nataka niongee sana nikawa nao nisikiliza sana tu. Ila huko duniani katika watu ambao watafanya mikutano duniani, mimi nitafanya mikutano ila kidogo. Ni kuwajulisha tu tulikuwa wapi, tuko wapi. Nakumbukiza Kanyimbo kidogo. Kanyimbo kenyewe kanaongea ni ushuhuda wa maisha yako. Umemaliza Kanyimbo unaongea kidogo. Acha ile mpendwa kuvingirika, kuchafuka. Mara chache sana utaniona. Kwa sababu nako tu aidha kuonyesha tu upendo wa Mungu na utamu mwingi wa Mungu. Lakini kwa sehemu kubwa kwa waovu huko ni dakika 5, 10, 20. Sio vile nilikuwa na ubiri huko nje huko. Kuna ubiri masaa mawili huko uwanjani mfululizo. Mpaka unaenda kulalia goti. Yaani unakuta mbavu zote zinagoma kulala kitandani. Kwanza unapiga magoti unyoshe mbavu. Sababu na nini kwa nalala ni masaa mawili umeshika tu. Mbavu zinainuka, zinashuka, zinafutwa, zinagongwa. Ukifika kulala mbavu zinagoma kulala kitandani, inabidi upige magoti kwanza uzinyoshe. Ndio baadaye ulale. Mpaka kesho unakucha. Utaki kuhubiri, utaki kufanya kazi, utaki kuomba. Ushuhuda. Na wale hawana muda wa kutusikiliza muda mrefu. Kwanza watu wabini. Au kuna wale wengine hata hakuna hata anayekusikiliza. Anakusikiliza dakika 2 anaondoka, anaanza mwingine. Lakini wewe somo linaendelea. Amekuja mwingine. Wewe kitabu ulichosoma huko nyuma, urudi nyuma, mbele kwa mbele. Huyu anasikiliza dakika 2 ameshaondoka, amekuja mwingine. Wewe hapana, wainjilisti. Sido mnaoitwa wainjilisti. Sido mnaoitwa wainjilisti. Hapana wainjilisti. Kusikia sana hata kuelewa. Kwa hiyo kama unaona ulianza kuongea wakaondoka wakaja wengine, rudi ulikoanzia. Wajue kwa sababu watakuwa na taira. Rudi ulikoanzia. Sio unatiririka tu. Uhodari ni kujua naongea nao wananisikia hapa, wananielewa.
Wakorintho 2:3. Bwana. Yes. Bwana. Mkuu. Yes. Mstari wa 6. Wakorintho wa pili 3:6. Imeandikwaje? Naye ndiye aliyetu bali wa roho. Kwa nini? Kwa maana andiko huwa bali roho huisha. Maandiko yanafanya ni marehemu watupu. Sasa hivi wanaoshika Biblia ni marehemu watupu. Marehemu watupu, mmoja ya watu ambao mzigo kuishi nao, ishi na mlokole aliyeshika maandiko. Kwanza wapepo kazi. Aliyeshika sana maandiko anataka mjadiliane maandiko tu. Sasa hii tutamaliza. Wewe tuko kazini. Hatutamaliza. Nini hatutamaliza? Ulipomalizia andiko kama hilo ndio limekwacha unafanya vibarua mpaka leo. Tumalizie. Unajua mimi ni msafiri, mwenda wazimu sio msafiri. Kama ni msafiri umeenda kufanya nini kule? Siendelea kasafiri nini? Kwa hiyo moja vitu ninachoonya, usielezee maandiko, elezea kilichotoka kwenye maandiko kwenye maisha yako. Hata mnapoongea, hebu shangaeni kazi za Mungu kwenye maisha yenu, kazi za Mungu. Nimeshangaa sana. Mungu Mungu shughuli. Yaani nimeshangaa ndio badilika. Ndivyo mwepesi. Ndio fanya mambo, ndio kuna kitu kile nafanya pale, kile nifanya pale. Jana pale nimeongea jambo hili, limetokea hiki, nimeshangaa watu hivi. Namshukuru Mungu hapa kwa kweli. Sasa nguo nafua, napanga vizuri nguo. Namshukuru Mungu. Maombi sasa hivi naomba, nakuta kile nyepesi, nafanya vitu kwa wepesi. Sasa hivi natandika kitanda safi na deki kila siku. Vyombo naacha visafi. Kwa sababu hakuna injili ya kweli na rahisi kama injili ya muonekano wako. Mtu kasi kwa mfano na gari yake huko nyuma. Nataka niwatoe watoto wangu mtoto na Amosi. Sababu najua hata uweje msafi. Amosi msafi? Mtoto msafi. Lakini huko wawe wasafi watakavyo tena. Lazima watakikuta kigodoro akijakaa mahali kilipokaa kifranke. Direct na kwa msemo sio unafara. Wakuleta shuka lingine, mablanketi mpaka wayakute huko. Shuka mpaka wayakute huko. Nilishavuka matumizi, nilishafika mwisho wa matumizi hawajui. Hello. Hello. Wao wana mambo. Amosi na mtoto. Ndio ndio maana aliama kaenda kukaa pale, lakini sasa napata najua ndio pale wa kumtembelea ni wengi. Sasa naomba kaenea kwako kule, nataka jenge kama bati. Nataka niwajenge kama bati kule. Niwajenge ili Waroma. Wao wanalikuta eneo tu huko na mafiga, wakisikuta kuni bahati. Wasikute jiko la gesi, wasikute nini, wakute Waroma.
nimekuja kumwabudu na kumtumikia Mungu wa miungu. Kuna wanasema Mungu ndamkosi hivi wanataka kutukosea mpaka wapi? Kazi ya uchungaji kwenye maandiko, halafu nakuja wewe unisaidie sasa. Nimesikia wewe unasaidia walioshindikana. Sema kweli, ninawasaidia walioshindikana. Hii ndio misukuli hii kanisa. Naye tu kama mimi. Kesho na kesho kutwa ninawatunza hapa kwa riski kubwa ambayo ilitakiwa nyie mungekuwa faida kwangu hapa, mnipunguzie mzigo. Washa nakwambia na nakuhakikishia. Leo unalala tu hapa. Na mipepo ulionayo ije ikuzidi ufie hapa. Kwa sababu mapepo ulionayo ni makubwa. Ni neema na rehema za Mungu. Haya anaweza kukunyonga siku yoyote. Yajua kukumbusha shuka chafu. Haya kukumbushi godoro limeisha. Godoro sio la kulalia mtu kama wewe wa haki. Litakunyonga siku yoyote hilo. Ndio sio kiroho. Haona tu umetoa meno yote umetoka. Siku ukufe huko nyuma. Ndio unajua nilikuwa nakulea kwa riski kubwa. Ndugu zako, serikali, majirani, wote ni sherehe. Tulikuwa tunamtafuta Mbarikiwa. Sasa ufe na wapakute ulipofia. Wapakute ulipofia. Ndio maana nimeshasema huku siruhusu mtu wa makazi ya kudumu au huku siruhusu, yani vile vyote nimepanga siruhusu makazi ya nilitoka mdanga ni mwisho kukaa. Siruhusu mtu kulala zaidi ya siku ngapi? Zaidi ya siku 3. Hata kama ni mpitaji, siruhusu kulala zaidi ya siku 3. Ukilala 3 ya 3 ikiisha tafuta kwingine ukalalepo ili ufute uje uanze zingine 3. Na nikikushtukia wewe na kupunguzia inabaki moja. Kwa sababu ukipewa vya bure akili haifunguki. Ukipewa vya bure akili haifunguki. Kwa sasa heri tusisali yote. Heri usimtumikie Mungu wetu. Heri kalala kwenye karavati. Tukujue kweli umeamua kumpenda Mungu. Sio kumpenda Mungu na kula unalala bure tu. Kwa maana kigodoro kikichakaa una mpango. Haleluya. Maandiko yasikufanya ukitoka tu sasa umetoka tulipotoka mwenyewe unaogopa atakuangalia mara mbili. Unaenda kushuhudia Waroma. Mlio wawenga Waroma wa Sabato wa Uganda. Shahidi ndio wa Sabato uwe kama mimi. Ona lakini nyumba zao watu, ona nyumba zao. Ona maisha yao. Uwe kama mimi.
wanaona tu nimepepo, yaani Waislamu bali kule. Ulipolala wewe utafikiri ndio majini yanapotengenezwa. Hata mtu akiona kashuka karibu kikunja anaona ni jini. Godoro anaona ni jini. Blanketi anaona ni jini. Na robota ni wapa vitumba vya mabati kula pia sakafuta. Utafikiri ni watu wametita hapa na hapa na hapa na hapa na hapa. Mumefika. Chini utafikiri ni mapi watoto wametita hapa na hapa muuliwe inuka. Hamuamke hata kuamka, wengine mna miezi 8, wengine mna miezi 10. Kumbe pale palikuwa pa kutulizia kichwa unapojenga nyumba yako, unapopanga chumba cha kueleweka. Ama sivyo mwingie mkataba usakafie usilipie muda fulani. Vipo tu, vipo unaingia na kutoka utafikiri ni mnabii ya watu nabii. Asante tuishi. Bwana! Lakini nguvu mliona Sabato. Inatusakama. Roma. Mitume. Chona ndani bado hamjachimba. Usiku. Hivi jamaa ndio jamaa. Nani na majembe ndani. Ila tinga shambani. Kwa sababu safari ya kutoka kule kuja mpaka huku kama ndo unaalisha tayari usiku ushatoka. Ama sivyo kwa ile baridi inaishia njiani tu kwa baba ngoja kuche. Itakuwa eneo linanuka usipime. Sasa unakojoa wapi? Kwenda kushuhudia nini? Roma. Roma. Maandiko haya umeyashika vibaya. Yesu! Umeyashika vibaya. Maandiko ni ya kufanya uwe na mvuto, sio shida kupitia shida. Shida kukaa kwenye shida. Kwa sababu imeandikwa tujapopita kati ya ubonde wa uvuli wa mauti. Sio tujapoishi, tujapokaa. Imeandikwa aliyejenga nyumba na kuchimba chini sana, mvua zikinyesha, mafuriko yakapita, pepo zikapita, nyumba ile haianguki. Sio aliyejenga kwenye mafuriko. Mafuriko huja. Sasa hapo sio maana ya kujenga kwenye mafuriko, yani aliyejenga baharini. Aha, bwana. Aliyejenga ziwani. Sasa hayo kayafuata mafuriko yamemfuata. Yaani mawimbi yakija yanapopiga kila siku, kwa sababu baharini karibu kila saa ile bahari inapiga piga. Hii bahari inanipiga hapa. Wewe ndio umejenga mle. Tatizo sio shida. Tatizo anayekutwa na shida. Shida yenyewe ikija inakuwa imekuja kukupa maarifa. Ila unayekutwa na shida ndio unajikuta imekuja kuleta matatizo. Basi. Na maandiko unasoma na shida umebeba. Zingine umevaa, zingine unajifunika usiku. Kwa sababu unapojifunika shuka, baridi inapiga shuka chafu. Umejifunika nini hizi? Shida. Unakula mlenga. Mara kwenye maharage mafuta hayajakoleka. Mama umetuma mboga kwa mama. Na maharage mafuta yenyewe hayajakoleka. Unakula dona.
Una meza unaangalia na mwingine. Unaangalia na mwingine. Wewe umejenga kwenye shida. Unaishi kwenye shida. Hautafuti kutoka kwenye shida. Maandiko yakija yakakuonyesha jinsi ya kutoka. Unaangalia ukatili. Sio Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema mpaka mbaya. Mpaka wewe kila unachokipata ni kugawia watu tu. Gawia watu. Na kutoa michango kwenye makanisa uzuri hapa kuna michango kifilisi kuna filisika kwa akili yako mbovu. Wewe asikuombe dada zako. Unadhani unatenda wewe makopo unajionyesha unazo. Nenda sikombe mtu ninulie po soda umeshanunua. Biblia imesema mpe kila kuomba ndio upendo. Kumbe chizi. Umeelewa? Ndio. Wewe mwenyewe hautakiwi unywe soda kama kuna mambo ya msingi unatakiwa ufanye. Unaenda kugalia mtu. Maandiko yanashika kama bomu limekulipua mwenyewe. Ndio maana mitaji imejaa madeni. Na tafadhali nipigie. Bwana. Tafadhali niongezee. Tafadhali nipigie. Umeta shida. Shida sio shida. Shida uliyekutwa na shida. Unayekutwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Nani naishi? Dunia ipi tunaishi? Hatuna shida. Dunia ipi? Dunia hii tunaishi hatuna shida. Wengine wenzako shida tunaigeuza mbolea. Wewe shida unaigeuza kichungu. Sababu kwenye kichungu planda wapande kitu. Umeelewa? Kwenye kichungu wapande wala hawajengi kitu. Nani apiti shida? Wewe kwa akili yako nani apiti shida? Ukiviona vitu vyote na mazingira yote yanayoonekana yametokana na shida. Sisi tulipanga saa, umeelewa? Tulipanga saa barabarani mjini, magari yanapita, tulikuwa tunapapenda usipime. Barabarani kila mtu akija mmepataje hapa, mmepataje hapa, mmepataje hapa. Mwenye napo alikuja kwa sababu alipaona ni kama tunataka kupafanya kupendeleza sana. Alikuja na kutupa notes ya muda mchache tu muondoke. Nenda kamuombe, nenda na kumuombea kabisa. Mungu abariki kazi za mikono. Wala nikuchekeshe. Mimi huyu mimi ili niepuke asiniondoe pale kwa sababu ngoja ucheke. Alivyotoa ile taarifa mnajua kuondoka nilienda kumwona. Amen. Kwenda kumwona. Ofisini kwake kule airport na ofisi na godown kubwa ambalo liliungua wakati fulani. Kubwa nikaenda kumwona. Ana walinzi wa kutosha kwenda kumwona usakatiku. Kaenda pale. Nataka nikuone. Nikaongea nikasema lakini sasa mchungaji. Kwa kweli sasa hapa mchungaji kwa kweli. Nimefika mwisho nikasema nimewasaidia lakini kwa hapana mchungaji. Kwanza nimeanza kusikia maneno ya kwamba watu wa kanisa ukiwa hapa sehemu mara nyingi wao wananyang'ana mchungaji. Kwa hiyo nimeona kwa kweli muondoke tu mchungaji. Muondoke tu mchungaji. Mchomo. Sisi tukikaa. Mungu anabariki. Anafanya wewe unakuwa salama. Mchungaji hapana tumuondoke mchungaji. Sasa ukikado utafikiri mwanamke sikia pale nilipoongea naye kwenye simu. Hello. Nasema nataka kuongea na mzee. Ndio mimi mwenyewe. Sasa ukikado mchungaji muondoke tu mchungaji kwa kweli. Lakini nimewasaidia mchungaji mpaka hapa. Haikuwa rahisi, nimewasaidia. Saidia mchungaji. So ngoja nikuombee neema ya Mungu iwe juu yako hapa na kazi yako.
ngoja ucheke. Naongea hivi kama ananisikiliza, ila sio niliyesababisha. Nisikilize. Nikainuka mle kwenye ofisi yake, mmejaa furu kiyoyozi. Baba Yesu Kristo, Mungu ubariki leo hii, bariki kazi za mtu huyu, ubariki. Eti ndo nipige upofu, kwa sababu maombi mengi ya walokole ni ya kupiga upofu mwenye navyo ili aendelee kukupa. Ubariki kila njia na kutoka eneo hili, wote wabarikiwe, kazi zake, mambo yake yote yabarikiwe, kazi zake. Tulivyomaliza hakubadilisha usemi wa kwamba baada ya muda fulani muondoke. Hakubadilisha. Lakini kusema maombi yatatenda makubwa. Yatatenda nini? Makubwa mpaka atabadilisha. Sio siku nyingi Sido ikaungua na maduka yake yote yakaungua. Sio vyombo tunafanyika kuondoa. Maombi nimeomba Mungu abariki. Abariki eneo yote. Sio siku nyingi kule kwa nilikwenda kumuona godown nzima likaungua. Kwa niliomba Mungu abariki. Na kila shida ilipotokea alikuwa anakumbuka eneo lake. Mchungaji, muda umesogea mchungaji. Umejiandaa kuondoka? Kununua uwanja usilikotokea huwezi kujua. Shida huleta maarifa. Ni haraka tukasema piga, panga, pangua. Tukitoka tena hapa tuende kupanga pengine tutafanywa hivi. Sababu ndio bado tulianza kupaboresha, tumeshawekeza vingi, tumefunika juu, tumefanyaje? Tutafanywa hivi. Hapa ni kununua uwanja. Penye nia pana njia. Zilipigwa safari za Lusaka da Mbeya, Lusaka da Tunduma, Lusaka da Tunduma, Lusaka da Tunduma. Zilipigwa safari. Jumapili huko kanisani, baada ya ibada saa 1 huko Tunduma, umekaa na IT. Asubuhi huko Lusaka ni kilomita 1200. Dar es Salaam hapa ni kilomita 830. Mpaka ndugu zako wanasema wewe hebu kaa, unatembea unaenda stand unasinzia, unaenda kupanda gari linarudi. Jumanne asubuhi huko Tunduma, hizo umeuza dola au hujauza, umeunganisha na budi. Fika dao umeuza, umerudi Jumatano huko ibadani. Amerudia Tunduma Jumatano huko ibadani. Inatafutwa yanatoa hela. Inueme. Wewe umekaa hapa unaangalia taarifa. Wewe kazi yako kulia na shida. Sina mkosi. Kama una mkosi wa kutokuelewa maandiko. Una mkosi wa kutosukuma na Biblia hii. Wewe Biblia unaisukuma, haikusukumi. Hii Biblia unaituma, haikutumi. Hii Biblia unataka ifanye mapenzi yako, sio wewe ufanye mapenzi ya Biblia. Na umebaki mbishi. Najua Roho Mtakatifu usiku kwa mkia leo Roho amenifunulia, ameacha kufunulia shida za kujana, kufunulia anakufunulia mambo ukuru tu. Yawe huyo ni roho wa Assemblies. Ni roho wa makanisa yenu ya kishetani hayo barabara tunaita Pentecost huko.
Roho hawezi kufunua nje ya matatizo ulio nayo wewe. Na akikufunulia matatizo ulio nayo huwezi kumhadithia mtu brother. Ndoto ngapi unazoota usiku unakunya mbele za watu na hadithia? Ndoto unazoota unakunya mbele za watu unahadithia watu ngapi? Nyingi. Sasa zile zinaongea udhaifu fulani na mambo fulani machafu unayofanya. Ndoto ngapi unaota huko uchi unajaribu kujificha huko uchi. Na zinazoonyesha udhaifu mwingi wa maisha yako hamna, ila uone tu kitu kameluka hivi, kamevaa nguo ya kijani. Nilikuwa na usiku wa leo. Nilikuwa nimebarikiwa. Toka hapa. Nenda zako. Yaani mimi nakwambia, mimi hata wewe usipoota usiku, mimi nitastawi na nitafanikiwa. Singoji ndoto yako. Leo sasa kuningia. Kuna mjitu tunajaribu kuja hapa. Mchungaji. Yaani Mungu amenituma niseme na wewe. Wanaandika message. Nina ujumbe special kwa ajili yako. Nasema ujumbe wewe na ukutengeneza na urekebisha mambo yako mwenyewe. Mchungaji nipe namba yako private na ujumbe mzito, nikasema toka. Wanaandika hiyo kwenye messenger ya Facebook. Unaweza kwa hivi. Sababu kule ndio rahisi kumpata mtu. Ujumbe mzito. Hakuna hata naye mjibu. Unamhusu mwenyewe. Mimi nataka kuongea live na mbarikiwa mwenyewe. Gumwange. Umkute. Aliyekwambia mbarikiwa yupo kwa ajili ya kupoteza muda kuwasikiliza wachovu walioshindwa. Na ujumbe mzito sana kwa ajili yako. Mungu amenionyesha makubwa. Amesema utakuwa kuwa mkubwa. Mungu mgani anayetaka tu mimi niwe mkubwa hata kidogo mkubwa? Mathayo 22. Yes. Namaliza sasa hivi. Usikie wewe njiwa. So maandiko tu yapo, wala maandiko anataka tu yafanye vitu wanavyotaka. Yaani siku moja. Sasa kwa mfano Biblia imetubana. Hakuna mahali Biblia imetubana. Wasikia wazio. Wasikia 23. Wasikia wazio. Wana anavyoona Biblia imebana. Ona. Mathayo 22 na ule mstari wa 23. Anasema siku ile Masadukayo, sawa, watu wasemao ya kwamba hakuna kiama, wakamwendea wakamuuliza. Wakisema, mwalimu, Musa alisema. Wanajua wapi Musa? Kwenye nini? Maandiko kia moyo shike ya kuache mwehu. Musa alisemaje Musa? Mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na amoe yule mkewe. Amoe yule mkewe. Ili ampatie nduguye mzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu saba. Kwetu kulikuwa na ndugu wangapi? Saba. Shika huko. Sishike kihubiri. Kulikuwa na ndugu wangapi kwenu? Alafu wa kwanza akaoa. Akafariki. Na kwa kuwa hana mzao,
akafa naye. Basi katika kiyama atakuwa mke wa yupi katika wale 7? Unaona wengine maandiko yalikuwa mbele. Yaani yeye anawaza kinachoonekana duniani ni starehe. Ndio sasa mbinguni unaenda wewe awali sasa. Mwezi kuna chips nyama. Mbinguni kwa Bwana hakuna chakula. Unaenda sasa huko. Yaani maandiko yeye anayasoma tu yaangalie. Yaangalia haya yapende. Hii maandiko yanazungumzia kuhusiana na kuoa. Wakoa mliosoma kwenye mtandao, kwenye WhatsApp, kwenye group ambao hamjasoma kesho na iprint. Masharti ya kuoa. Fomu unayotakiwa ujaze unapotaka kuoa. Nikutokeze kidogo. Moja ya mambo yaliyomo. Kabla hujajaza ile fomu, lazima ulete kipimo cha ukimwi ulichopima mwenyewe. Kabla hujajaza, iwe ni binti anakubali kweli ni wakati wa kuolewa na wewe mwanamke kweli unampenda. Lazima upime kipimo cha ukimwi. Uambatanishe na ile fomu unapoipeleka kwa msimamizi. Hilo jambo la kwanza. Na sio ukipima kiujanja ndio umemaliza. Mkishakubaliana vinaanza vipimo vya kusimamiwa na kanisa. Ukidanganya chochote ukaja kugundulikana mbele, kanisa linajiondoa kwenye mchakato. Na kama ni hospitali ni kudanganya, ile hospitali tunaichukulia hatua. Kwa nini ilipima kipimo kisi? Hiyo moja kati ya yaliyomo. La pili, utaandika umewahi kuzini na wanawake au wanaume. Umewahi hujawahi andika. Ni wengi utaandika tu zaidi ya yanataka taarifa zako zote zinazoweza kuleta utata baadaye ziwe wazi kwenye maandishi. Na kopi moja inabaki nayo wewe, moja inabaki kanisa, moja itabaki kwa mwanamke aliyekukubali. Kwa hiyo namna zozote mtakaza kuombana kule mbele zina makubaliano. Ulikuwa na ukimwi, sio kwamba sila maana ukiwa na ukimwi wa uoyo kuolewa. Yeye anayekuoa anayeolewa na wewe au anajua. Kazi utakazo kuja kufanya baadaye unaziandika. Maono yako unaandika. Umependea nini kwa huyo mwanamke? Mimi mwanamke nimemkubali. Umemkubali kwa sababu ipi? Andika. Andika. Hayo ndio atakayokuwa na kupatanisha naye. Akikudunda, mimi nataka kuondoka, sema kuhubiri ameacha. Kuhubiri ameacha, si anahubiri vizuri.
Mulipatana kwa kuhubiri? Sasa hiyo muoe msioe, huo mkataba mtaujaza. Sasa hivi hakuna kwenda sijui kwa Robert au kwa mke wake. Mimi namtaka Esther. Hakuna. Ukienda mimi nataka kuoa. Yaani hiyo jibu utaenda kujaza wewe. Na unayetaka kumoa. Ukishafika umaliza kujaza, umeambatana na kipimo, unamrudishia, yeye ndo anaenda kuikabidhi kwa huyo binti. Binti anatangulia kusoma maelezo yake. Hajalizika hajazi chochote, anaandika jina lake, sahihi yake na jibu hapana. Sababu 1, 2, 3, 4. Anarudisha fomu. Abdalla ndio kwa hiyo. Hiyo imeshakatwa. Kama Mungu alikufunulia, endelea na maombi ya binti aseme, naomba ile fomu nijaze tena. Mimi kwa wokovu niliokuwa nao, hilo sio tatizo. Hakuna kipengele nimeandika pale, mimi sikukieleza wazi. Mimi kwangu sio nini, ila kwa kuwa mnaokoka vipande vipande, ndio wengi hicho kitakuwa kihunzi. Na mimi siogopi. Kagonge miaka 45. Wache wokovu, endelea nao, hainihusu. Mbona midudu ya midudu? Yaani ndio kwenye maandiko kinacholisumbua ni sasa hata kwa mke wake. Sasa kwa nini wenyewe walikuwa naoa mmoja tu, huyo tu? Walikuwa wanampendea nini? Hata kama Musa aliandika. Sasa wote wanamlisi tu leo. Sasa kwa mfano leo unasema atakuwa wanani kule, ndio ya kubishana. Yaani kitu ambacho inasoma maandiko, haibishani katika vitu vinavyojenga maisha yao sasa. Inabishania ya uzima wa milele. Ndio vitu ya damu ya milele na kujia. Mimi sitaki kwenda jehanamu. Mimi nataka kwenda mbinguni. Wakati upo jehanamu. Maandiko usipo yafikiria, unaweza kujikuta unakwepa jehanamu, kumbe unakimbilia jehanamu. Na kwa sehemu kubwa mnayojua milokole chini ya hili jua, inakimbilia spidi kali sana jehanamu sana. Kwa sababu Mungu kabisa unayemwabudu alikutuma duniani uiokoe dunia. Uiokoe dunia. Wala hatakufe leo, wala ufe kesho kwa hatari yoyote. Wewe umesoma maandiko, sijui umesoma kwa tafsiri ya shetani wa dini ipi? Sio Pentecost ipi na sema ulishaikuta. Mpinga Kristo atakuja. Hata mnashabikia Chadema washike dola. Ujui baada tu ya Magufuli. Mpinga Kristo anaanza kutawala duniani kwa nguvu. Leo nasoma maandiko. Yaani ujui aliyezuia mpinga Kristo ni Magufuli aliyokataa kufanya makanisa. Ujui liko wazi, alitaji kiroho. Ujui wanachopigania hawa na support yote walionayo ni kisasi cha kufunga kanisa. Ujui wala watu mitendeke siepo, wala upigia hata Magufuli ili upatepo na miaka mingine 3 mbele ujitengeneze. Unanyakulia na shida unazo. Na walimu wenyewe mnasoma kiasi kaburi za zebri. Wiki kuu haitatukuta, ishaanza kitambo. Ilishaanza kitambo.
Imeanzia kwenye mfumo wa maisha. Maisha mengi sasa hivi yule lazima utende dhambi. Kwa sababu maandiko unanisoma. Sio kwa mfano mimi niwaambie hivi. Mimi nimewahi kuandika maana ya ufunuo bila kusoma kitabu cha mwanatheolojia. Ipo kwenye daftari. Baada ya waliosomea theolojia na kuwa na master. Ndugu, soma vitabu vya theolojia. Soma, usome hili. Mtu aliyesomea theolojia aliposoma daftari langu alisema wewe ndio umeandika kweli. Hii ndio maana ya kitabu cha. Nilishia kurasa 12. Nilikuwa nafafanua kile kitabu cha ufunuo. Na vitunga tu para hata Kasome Mathayo 24 iko wazi. Baada ya wiki kubwa wasingekuwa wateule, siku hizo singalifupizwa. Baada ya dhiki yote hiyo ndipo zinaanza parapanda inapigwa. Hapana fumbo, sio ile asomaye na afahamu. Ijapo simama chukizo la uharibifu na corona imesimama, hamojaona. Tuachane na corona. Nenda pale chini sasa. Uone na ile wazi. Roho Mtakatifu. Mbinguni kwa Bwana tutaenda ruka. Mbinguni kwa Bwana. Tulia usoma ya maandiko. Yabadilishe maisha yako. Yaokoe maisha yako. Yabadilishe sura yako. Yabadilishe mwili wako. Watu wote waliosoma maandiko ya sawa sura zao zilikuwa na mvuto. Kimwili na kiroho. Fahamu zao zilikuwa na mvuto. Kila neno lililotamka lilikuwa na mvuto. Walikuwa ni watu ambao hoja yao ilisikilizwa na mtu wa kabila lolote, mwenye mamlaka yoyote, mwenye cheo chochote. Lugha zao na hoja zao, maneno yao yalitamkwa hajanena kamwe anenavyo mtu huyu. Wewe mwisho kwa mishetu wauza mitumba. Hatui maandiko. Mwisho kwa muuza mitumba amejaa madeni ya sakosi. Umewasha moto ambao wenyewe moto tayari unawaka ficha pale. Wewe unakukoleza tu. Umeishi wapi leo ulivyowasha moto? Umejaa dhiki na mashaka na maswali na matatizo mengi. Wasoma wenzio. Atakuwa wa nani? Yesu. Atakuwa na mbinguni. Atakuwa wa nani? Yesu amwambia. Yesu akajibu akamwambia, Mwapotea. Uelewe sasa hapo. Somo mnalofundishwa na maana nitakayoongea. Mwapotea kwa kuwa naongea hivi. Mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko alivyomaanisha Mungu. Hamyajui maandiko na nia iliyokuwa nyuma yake. Yeye kila mnalo liona. Iliandikwa hivi. Rudi kwenye nia. Acha sasa ufanye maandiko uyajui. Watafute walioyaandika, waliokuwa gumzo, walioandika waliishije.
Yeye mnataka kujua maandiko. Utaki kujua aliyefanya maandiko yawe na mvuto. Wewe kuna habari zote za kichawa kwa ndabomba watu zimeandikwa pale unajifunza. Kuna mtu ndabomba. Nakumbuka. Kuna habari yote tumesoma ya ndabomba imeandikwa. Wala vile kuna msuri unenaji wa ajabu. Ule ndio uliofanya historia yake inaandikwa. Wengine zinaandikwa mpaka tu kwenye mawe, watu wanaanza kuzikusanya zile habari zile. Wanazikusanya, wanazitafuta kwa udi na uvumba. Ingine watu wanatafuta habari zake kwa gumzo ya maisha yake. Wewe unatafuta kitu kilichoandikwa, utafuta kilichofanya afanye yale mpaka taarifa zake zikaandikwa. Hamjui nia ya maandiko. Ndio maana neno lote la hamjui maandiko na uwezo. Hamjui nia ya maandiko na maelezo Musa aliyokuwa nayo. Hamjui nia yake ilikuwa nini. Simama juu. Hallelujah.